Gachagua ameikashifu serikali kwa madai kuwa iliwatuma wahuni kuwahangaisha wenyeji wa Olkalau wakati wa uchaguzi mdogo eneo hilo, akibaini kuwa kupitia vurugu hizo mtu mmoja alipoteza maisha yake baada ya kupigwa risasi huku wengine 20 wakiuguza majeraha hospitalini. Gachagua amefichua kuwa serikali iliyatumia makundi matatu ya wahuni waliopewa maagizo na baadhi ya viongozi wa eneo la Mlima Kenya wanaoshirikiana na serikali, akibaini kuwa vikundi hivyo vilifadhiliwa na Rais William Ruto kupitia kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah. Saa chache baada ya kukamilika kwa uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau, uchaguzi ulioripotiwa kuvurugwa na watu wanaodaiwa kuwa wahuni waliojihami na kujifunika nyuso. Hii kijana ameanza kazi. Kinara wa DCP Rigathi Gachagua amejitokeza kuzikemea vurugu hizo. Vurugu anazosema zilisababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 20 wakijeruhiwa. With profound sorrow that I must inform the people of Kenya that this violence claimed a life. James Muigai of Vehote Village, Kiabaga Ward, was shot and killed by the policemen sent by William Ruto. William Ruto managed to kill 20 people are in hospital with gunshot wounds and head injuries after being attacked with truncheons by the killer police squad. Gachagua akiwalaumu viongozi wa eneo hilo wanaoshirikiana na serikali, akibaini kuwa baadhi yao walitumika kuamuru wahuni kuhangaisha wapiga kura, akiongeza kuwa serikali ya Rais William Ruto iliyafadhili makundi ya wahuni walioshirikiana na maafisa wa polisi. Goons terrorizing the constituencies were coordinated by Nakuru Town East Member of Parliament David Gikaria, Kiambu County Women's Representative Anne Wamuratha, the Nyandarua County Women Representative Faith Gitau, Kiambaa Member of Parliament John Kawanjiku. All of it was done under the express authority of William Ruto, who was giving the money and who okayed the attacks on the population and the raping of women, and with the operational support of Kipchumba Murkomen. Amewakosoa makamishna wa IEBC anaosema walisalia kimya, huku serikali ikiendelea kukiuka kanuni za uchaguzi, akionya kuwa huenda uchaguzi mkuu mwaka ujao ukasambaratika iwapo IEBC haitahakikisha zoezi la uchaguzi linaendelezwa kulingana na katiba. These things were plain for all to see, even as they pretended to be blind at it. In light of the open brutality witnessed yesterday and the complicity of IEBC commissioners, we must confront the uncomfortable reality that 2027 will be a violent election and could give room to anarchy. Ameweka wazi kuwa chama chake kiko tayari kumenyana na Rais Ruto katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, akibaini kuwa wanafahamu kuwa Rais Ruto ananuia kubuni vyama na kusimamisha wagombea wa kiti cha urais kutoka eneo la Mlima Kenya ili kugawanya kura za wananchi eneo hilo. The people of Olkalau, I must say, are the true remnants. James Mwangi, Undugu TV.